Bwana Yesu na asifiwe sana, mtu wa Mungu. Unaendeleaje? Hongera tena kwa kuwa sehemu ya pili. Tunaojifunza tulishia kwa habari ya kwenye kitabu cha Hesabu 12. Sasa tunaendelea kujifunza hapo, tuone ni namna gani ambavyo watu walijiangamiza wao. Walikuta wamejitegea mtego ambao ulikuja ukawaangamiza wao wenyewe. Sikaona leo nikwambia, ukitumia neno vibaya unakuwa umejitegea mtego wa nafsi yako. Kwa wapo ambao walijitegea mitego wa kutumia vinywa vyao, nafsi zao zikuta wameangamia. Sasa ni kitabu cha Hesabu sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 16 anasema hivi: kisha Miriamu na Haruni na kamnenea. Kisha Miriamu na Haruni wakamnenea Musa. Wakamnenea Musa kwa sababu ya mwanamke Mkushi aliyekuwa amemuoa. Unaona? Hao watu walikaa wakawa wanazungumza kwa habari ya mtumishi wa nani? Mtumishi wa Mungu Musa. Wanasema kwa habari ya mwanamke ambaye kafanyaje? Musa ameoa. Mungu atusaidie sana. Kwa vitu vingine hatupaswi kuviongea wa kuvizungumza wakati wowote, majira yote, kwa sababu havituhusu. Kwa ukijikuta unaanza kuongea tu watu wengine ambao havikuhusu, unaweza ukajikuta unajiangamiza nafsi yako mwenyewe. Kwa hiyo tunakwamba hao watu wanaongea, wanamnena, wanazungumza, wanamteta au wanamsengenya Musa kwa sababu alioa mwanamke Mkushi ambao hakustahili amkini kuolewa na wao. Sio mpaka hapo. Wakasema, "Je, ni kweli Bwana amenena na Musa?" Tu. Wanasema, "Je, kweli kabisa. Je, ni kweli kabisa. Ni kweli Bwana amenena na Musa?" Tu. Ni maswali ambayo walikuwa wanajiuliza. Hakunena na sisi pia? Usahau hawa wakina Haruni na Miriam ni mtu na ndugu yake na nani? Na Musa. Hawa ni ndugu. Yaani mtu na dada na kaka. Mtu na umbu lake hapa. Sasa wawili wamekaa wanazungumza, wanamteta kaka yao. Wanamteta ndugu yao. Kama ambavyo wote sisi tunakaa vikao, tunaweza kuwateta ndugu zetu. Ni vile tu ambao hatuni madhara kwa watu wengine. Lakini yako madhara sana kuwateta watu wao. Sasa wao wanazungumza, wanaongea, wanasema kwamba ni Mungu anaongea na Musa tu peke yake, asiongee na sisi. Bwana akasikia. Unasikia? Nimekwambia tunachoongea unaweza unajitegea mtego mwenyewe. Sasa Bwana akasikia maneno yao. Chochote ambacho wakiongea ndugu yangu, popote unapokuwepo, iwe silini, iwe hadharani, Mungu anasikia. Sio kwamba asikii, Mungu anasikia. Kwa hiyo Mungu akasikia maneno yao. Mungu akasikia. Bwana akasikia maneno yao. Yanayozungumzika. Maneno yanatoka kwenye kinywa, huku moyoni ni mawazo tu ambao hayatoki. Kile kinachotoka kinywani ndio kile ambacho kiko wapi? Moyoni. Mdomo unasaidia kutamka kile ambacho kiko wapi? Kiko moyoni. Yaani kile ambacho kimekujaa moyo ndio inaweza kutoka wapi? Kwenye kinywa. Kwa hiyo sasa Mungu akasikia maneno yao walikuwa wanazungumza. Baada ya Mungu kusikia akasema, basi huyo Musa alikuwa mpole sana. Alikuwa mpole sana zaidi ya wanadamu wote. Musa alikuwa ni mpole sana kuliko wanadamu wote waliokuwa juu ya uso wa nchi. Wakati sijajua na wakati ni mpole kama Musa, sijajua. Lakini wakati ule Musa ndiye alikuwa mtu mpole kuliko watu wote walikuwa juu ya nchi. Kwa hiyo Bwana akanena ghafla na Musa na Haruna Mariamu
Haruni na Miriam na kuambia, tokeni nje ninyi watatu. Yaani Musa, Haruni na Miriam watoke wapi? Watoke nje. Ili wewe utaona hapo, tokeni nje ninyi watatu, mwende hemani mwa kukutania. Unaelewa? Hemani mwa kufanyaje? Mwa kukutania. Walipoenda kule ilikuwaje? Basi hao watatu wakatoka nje. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mlangoni pa hema, akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha akawaambia, sikilizeni basi maneno yangu. Ikiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana itajifunua kwake katika maono. Akiwepo nabii katikati yenu, mimi Bwana itajifunua katikati yenu kwa njia ya maono. Anasema hivi, nitasema naye katika ndoto. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Kiwango vitu wacho Musa sio kiwango cha kuwa kama nabii ambaye anaweza akasema naye kwa njia ya ndoto au kwa njia ya maono. Anasema kwamba sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa. Yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo. Ukiwa mwaminifu kwa Mungu, ukitembea vizuri na Mungu, ukiishi maisha yanayofaa matakatifu mbele za Mungu, yeye Mungu anazungumza na wewe mdomo kwa mdomo. Ukiwa mkamilifu. Tunaona hivyo, alikuwa mkamilifu katika nyumba yote ya Israeli. Kwa hiyo Mungu alikuwa naye mdomo kwa mdomo. Lakini sasa hivi mdomo kwa mdomo, maana wazi wala si kwa mafumbo. Unaona, Mungu anapoongea na wewe kwa njia ya ndoto ni fumbo hilo. Anapoongea naye kwa njia ya maono ni fumbo hilo. Lakini kwa Musa anaongea naye wazi. Aongea mdomo kwa mdomo. Wala si kwa mafumbo, na umbo la Bwana yeye ataliona. Mbona basi ninyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Asema hamkuona vibaya? Hamkuogopa? Hamkujua kwamba huyo ni nani mpaka mnazungumza naye vibaya? Mpaka mnaongea sofa? Kinywa chako unaongeaje watu wengine? Sasa hivi hasira za Bwana zikawaka juu yao, naye akaenda zake. Kisha hilo wingu likaondoka kutoka pale juu ya hema, na tazama, Miriamu akawa mwenye ukoma mweupe kama theluji. Haruni akamwangalia Miriamu, na tazama, yu mwenye ukoma. Mazungumzo alichozungumza kilileta matokeo hapa. Ukiona vibaya kuhusu watu fulani, unaweza unajiangamiza wewe mwenyewe bila wewe kujua. Kwa hiyo akajikuta anapata ukoma mweupe kama theluji. 11. Kisha Haruni akamwambia Musa, Bwana wangu, nakusihi sana usituwekee dhambi juu yetu, kwa kuwa tumefanya ya upumbavu. Nimekwambia mara kwanza kabisa, ngambia utakapofanya vitu visivyofaa, utakapoongea bado unaongea tu, nimekwambia kwamba wanokusikiliza watakuwa kwamba ni mpumbavu. Yeye mwenyewe Haruni hapa anasema kwamba tumefanya ya upumbavu na kufanya dhambi. Anasema sasa nakusihi asiwe kama mmoja aliyekufa, ambaye nyama ya mwili wake nusu imelika hapo atokapo tumboni mwa mama yake. Musa akamlilia Bwana akasema, mpoze Mungu, nakusihi sana. Bwana akamwambia Musa, je, kama baba yake angelimtemea mate usoni tu, hangaliona aibu muda wa siku 7? Asiona aibu muda wa siku 7 kwa kumtemea baba yako mate? Tutakuwa aibu siku 7. Sasa vipi kumwongelea mtumishi wa Mungu vibaya? Mtu ambaye anaongea na Mungu mdomo kwa mdomo, anaongea na Mungu wazi kwa wazi, anaona kivuli
Sio unaelewa mpaka hapo? Kwa hiyo hapo kwa makini. Sio kila mtu anaweza ukamnenea maneno. Sio kila mtu anaweza ukamzungumzia maneno. Kuna wengine hawapaswi kuzungumziwa kabisa. Hawapaswi kusogelewa, kuwanena hata kwa mdomo. Hupaswi hata kuwajadili hata kwenye kikao chako. Haupaswi, kwa sababu ni watu ambao wako karibu na Mungu. Unapozungumzia unakuwa umejaribia mwenyewe. Nakumbuka kuna story moja nilisikia kwa habari ya Moses Kulola. Nasikia kwamba ule mtumishi kwa namna ambayo alikuwa anatembea na Mungu, kwa upako aliokuwa nao. Kwa hiyo wachawi au waganga wakienda kwenye vikao vyao, wakimtaja yeye, kinachoendelea kule kwao ni maangamizi. Ni kipigo kikali kinatembea kwao. Watu wanaharibi kwa kumtaja tu Moses Kulola kwenye vikao vya wachawi, kwa kuna changamoto inatokea. Watu wanapigwa. Nakwambia kuna watu wanatembea Mungu kwa namna isiyokuwa kawaida. Kwa namna tofauti. Na watu hao wanaotaka hawanaga mambo mengi. Yaani hawanaga swaga, hawanaga porojo, hawanaga mambo mengi. Wao wanachofanya ni kutembea na Mungu tu. Ni kufanya kile ambacho Mungu kawaagiza kufanya. Sasa watu hao ukiwachokonoa, unakuwa umegusa mboni na jicho la Mungu. Na ukishagusa mboni na jicho la Mungu, kinachofanya nini? Ni adhabu juu yako. Unaweza kujikuta unapigwa, haujui umepigwa kwa sababu gani. Lakini kumbe ulikuwa unamzungumzia ama umemuongea mtumishi wa Mungu vibaya. Sikaelewa. Kwa watu walimuongelea Musa vibaya. Mungu akawadhibu kwa njia ya ukoma. Kinywa chao kiliwatega wao. Wajitegea mtego kwa kutumia kinywa chao. Wakajikuta wanaangamia. Wanajipatia shida, wajipatia tabu, wanajipatia maumivu, wanajipatia adha kwa maisha yao kwa kutumia kinywa vibaya. Usitumie vibaya kwa sababu utajiharibia mwenyewe. Kwa hiyo unaona hapa Musa akamlilia Bwana akasema umpoze Mungu na kusihi sana. Bwana akamwambia hivyo ambao nimekusomea hapo, na anasema hivi, na afungwe nje ya kambi. Sasa unaona maelezo baada ya yeye kufanya kile ambacho alifanya ili kwamba aweze kupona, sasa ule ukoma umtoke. Tunaambiwa kwamba Bwana akamwambia Musa, je, kama baba yake angelimtemea mate usoni tu, hangeliona aibu muda wa siku 7? Na afungwe sasa afungwe nje ya kambi muda wa siku 7. Kisha baada ya hayo ataletwa ndani tena. Basi Miriamu alifungwa nje ya kambi muda wa siku 7, wala watu hawakusafiri hata Miriamu alipoletwa ndani tena. Baada ya hayo watu wakasafiri kutoka Haseloth wakapanga kambi katika nyika ya Parani. Naona madhara mengine ya kuwasema watu vibaya, kuwasema watumishi wa Mungu vibaya. Mwisho wa siku yeye akafungwa. Yaani yeye kwanza alipata ukoma. Baada ya kupata ukoma akafungwa nje kwa siku 7 usiku na mchana ili kwamba ukoma umtoke. Lakini baada ya hapo tunaona kwamba kipindi hipo kwenye kifungo cha kutafuta uponyaji wake, watu hawakusafiri. Kwa unaweza kujikuta unasababisha watu hawaendi kwenye hatima zao kwa sababu yako wewe. Kusudi wao walitaka kwenda wapi? Kwenda nchi ya ahadi. Lakini kwa sababu ya Miriamu kutumia vibaya, akajikuta anawastopisha watu wengine kutokwenda na safari mpaka yeye apone. Ndio wafanye safari iendelee. Kwanza kuto unaangamiza watu wengine, unawastopisha watu wengine kwenda kwenye mambo yao, kwenye hebu niambie, umetumia vibaya, umepigwa. Ulikuwa club. Ulikuwa club mzee. Umepiga vitu vyako moja baridi na nini? Umezingua. Wamekuchangamkia wao. Sio hapo. Wamekufiatua, wamekupiga, wamekuumiza. Umerudi nyumbani. Unampa shida nani sasa? Kama sio mkeo. Hata kama mkeo utakwenda kazini siku hiyo, hataenda kazini. Ile fanya akusaidia wewe. Labda wewe na wewe mwanamke umeenda zako umeshinda nyumbani tu hapa. Umejizingua, mmechambana wenzako, amekushughulikia. Unampa meo gharama.
ya kupeleka hospitalini. Sio, unamzuia mimi asende kazini kwa sababu ya nini? Kinywa chako umetumia vibaya. Ungetulia, ungenyamaza, waliposema ungenyamaza, kingetokea nini? Nakwambia kuna wakati mwingine sio lazima uongee, wakati mwingine unyamaza tu, vimeisha, nyamaza, unakuwa upo na nafsi yako na mambo mengine yanaendelea vizuri. Kwani ukinyamaza ndugu yangu unapungukiwa nini? Ukinyamaza, ukitulia, ukafanya mambo mengine kinakupunguza. Hiyo nguvu unayotumia kuongea, itumie kutangaza biashara yako. Itumie kumsifu Bwana. Itumie hiyo nguvu unayotumia kujibizana na watu vibaya. Itumie kufanya mambo mengine. Huo muda ambao unatumia kufanya mambo mengine ambayo hayafai, utumie kusoma neno la Mungu, tumia hata kuomba. Kwani utumie kinywa vibaya? Ukitumia kinywa vibaya unajiangamiza mwenyewe. Bado ukatumia kinywa chako kumuomba Mungu, Mungu akakusaidia. Amen. Kuliko kufanya ambacho unakifanya. Sasa hawa watu hawakuweza hata kuendelea na safari zao. Kwa sababu gani? Ya Miriam afanyaje? Amepigwa na nini? Na ukoma, na siku 7 inapaswa afanyaje? Akae mahali ambapo ukoma wake uweze kutoka. Na bila hivyo safari asingeweza kupona. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kujikuta naona unaingia kwenye gharama ya mateso ili uwe salama. Umeelewa? Yaani kuna wakati mwingine kwa utumaini njoo vibaya, unaweza kujikuta naona unaingia kwenye changamoto ambazo hupaswa kuingia. Hasa cheki adhabu, unakaa nje siku 7. Siku 7 upo sehemu ambayo unatafuta nini? Uponyaji wako. Ungevunga mtu wa Mungu, ungetulia tu, kingekuta nini? Ungepungiwa na nini? Mungu aseme na Musa inatosha. Asiposeme na wewe pia tulia. Ukitaka neno kwamba uongee na Musa, uongee na Mungu kama uongea na Musa, itaugharimu. Tulia. Usifanye ukajiharibia maisha yako kwa kutumia kinywa chako vibaya. Jitahidi mtu wa Mungu. Jitahidi kutulia, kunyamaza, sio kitu cha kuongea. Hata kama akikuchokonoa, wewe jikaushe tu. Tulia kama vile hujaguswa. Hata kama akikuongelesha vibaya, tulia moja, jifanye kama hujasikia. Watu wengine upone, jifanye hujasikia chochote. Sasa tunasoma Hesabu 12:1 hadi 16. Tukasoma Hesabu pia 14. Ni hapa soma. Ni Hesabu 14 mstari wa kwanza, utaruka hapo. Ndio kusoma mstari wa 20 mpaka 23. Tutajifunza kitu hapa pia ila kwamba ujue nama utumia kinywa chako vizuri. Asa hivi mkutano wote wakapaza sauti zao, wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Watu wakalia kwa sauti, machozi wakatoka usiku. Asa hivi, kisha wana wa Israeli wote wakanung'unika, wakamnung'unikia Musa na Haruni. Mkutano wote wakawaambia, ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri. Naelewa hapo? Wanaongea wao sasa. Kinywa hicho kinatumika hapo. Na hebu sikiliza vizuri. Ni kinywa kinachozungumza hapo tena. Walipolia machozi yalipotoka, wakaanza kusema sasa kwa manunguniko. Rafiki yangu, wakati fulani nifundishaga somo kwamba tusifanye vitu ambavyo wanafanya. Yaani vitu ambavyo wenzetu walifanya kuna vitu ambavyo wenzetu walivifanyaga. Hatupaswi sisi kuvifanya wakati huu. Tunajifunza kutoka kwao. Kile ambacho wao walikifanya, sisi hatupaswi kukifanya. Nifundishaga somo hilo. Sasa hawa ndugu zetu walinung'unika, wakamnikia Musa na Haruni. Waliponuika mbele za Musa na mbele za Haruni, wakaanza kunena sasa maneno. Unajua kunung'unika, unaweza kunung'unika afu na mtu asisikie unanung'unikia nini, asisikie unaongea nini, asione unaongea nini. Sasa inaofika unanung'unika afu sasa unaanza kuzungumza, unakuwa unaongea sasa ile kitu ambacho kimekaa moyo. Sasa anasema hivi, ingelikuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri. Kule Mungu ambao aliwatoa kwa ishara, kwa maajabu, kwa miujiza, kwa mapigo 10. Akawaangamiza wanajeshi katika bahari ya Shamu. Akawalisha kwa mana kwa kila kitu ambacho paswa kula.
Lakini watu hawa walipofika stage hiyo, walipofika hapa wakaanza kunungunika. Wanasema ingekuwa heri tungelifia Misri. Lakini sasa anasema hivi, kama tungelikufa kama au ingelikuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Unayo maneno wanaongea wao, wanasema ingelikuwa tungelifia Misri ama tungelifia katika jangwa hili. Katika jangwa hili tufie, hii ni heri tufie katika jangwa hili. Kama tumesho kufia Misri, basi ni heri tufie hata hapa katika jangwa. Wakanungunika. Rafiki yangu, kinywa chao ni mtego. Usipotumia kinywa vizuri, kitakuharibia, kitakuangamiza, kitakutoesha mahali ambapo ulipaswa kuwepo. Kinywa, mtu wa Mungu. Sasa tunaona kwamba ukiruka hapo kenda mstari wa 20, hapa ndugu aliongea wenyewe. Wakasema ni heri tungefia wapi Misri ama tufia hapa jangwani. Matokeo ya haya ambayo aliongea, matokeo ya kutumia kinywa vibaya yalikuja kutokea kwenye mstari wa 20. Utaona hapa mstari 20. Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa. Baada ya maneno haya, Musa alianza kuombea wana wa Israeli, kuwaombea leo kwa Mungu. Mungu naye tunaona hapa anasema, Bwana akasema, mimi nimewasamehe kama neno lako lilivyokuwa. Lakini hakika, ukisikia neno lakini, unajua kwamba kama uliomba 100,000, akwambia nitakupa, lakini sio 100,000, kwamba hautapata kile ambacho ulistahili. Musa aliomba rehema kwa wana wa Israeli, kwamba Mungu asiwaangamize, asiwaharibu, lakini Mungu alikubali ule msamaha kwamba hata waangamiza. Lakini unasikia, lakini anasema lakini hakika yangu, anaapa kwa nafsi yake mwenyewe, hakika yangu kama niishivyo, kama Mungu aishivyo, tena kama dunia hii nzima itakavyojawa na utukufu wangu, kama itakavyojawa na utukufu wangu. Yes, na utukufu wa Bwana. 22. Kwa sababu watu hawa wote ambao wameuona utukufu wangu na ishara zangu nilizo zitenda huko Misri na huko jangwani, pamoja na haya wamenijaribu mara hizi 10. Walimjaribu Mungu mara 10, watu wa Mungu, wana wa Israeli. Sio rahisi. Sio rahisi. Lakini watu hao walijaribu Mungu mara 10. Ukiachana na ishara na maajabu ambayo Mungu aliwatendea katika Misri, katika jangwa aliwafanyia mambo makubwa, mambo ya ajabu, lakini bado walijaribu Mungu mara hizo 10. Wala hawakusikiliza sauti yangu. 25 hivi, hakika yangu hawataona hiyo nchi niliyowaapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau hapana atakayeiona. Kinywa chako kinaweza kukufanya usifike mahali ambapo ulipaswa kufika. Unaona kwamba wanaweza kufika katika nchi ya Misri, katika nchi ya Kanaani. Lakini kwa kutumia kinywa chao vibaya, Mungu anawaambia kwamba kwa kake yeye mwenyewe watu hawa hawataiona nchi ya Israeli. Hawataiona nchi ambayo Mungu alikuwa ameshawaidia. Hawataingia katika raha yao. Hawatafika, hawatatoboa, hawatapita. Ndivyo ambavyo imesha duniani, kwenye ulimwengu, kwa mambo watu wanaishi sasa hivi. Kuna vitu ukifanya, mtu wa Mungu, ukiongea unakuwa umejiwekea kifungo mwenyewe. Yaani umejiwekea hukumu mwenyewe. Hautatoboa, hautaenda, hautavuka, hautapita, hautashinda kile ambacho umekizungumza. Si kama eneo hapa gao. Unapaswa kuwa makini kwenye unachokiongea. Wakasema ni heri yetu tufie jangwani. Ni heri tufie hapa jangwani. Na Mungu anasema hakika yangu hawataona hiyo nchi niliyowapia baba zao, wala katika hao wote walionidharau, hapana atakayeiona. Lakini mtumishi wangu Caleb
kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote. Nitamleta yeye mpaka nchi hiyo aloingia, na uzao wake wataimiliki. Tumia akili vizuri. Wakina Kalebu walitulia. Wakina Kalebu walitulia. Hawakuzungumza ovyo ovyo. Tulia, mtu wa Mungu. Usiingie mkumbo tu, asurubiwe, hapana. Tulia. Zote unasurubiwa mwenyewe. Tulia, nyamaza. Kaa kimya. Kama unapaswa kuongea, nyamaza, tulia. Usiongee mambo mengi, kwa sababu unaweza ukajiangamiza mwenyewe. Wajiangamiza wao. Waikuta wanapotea, wajipoteza wao. Wanajiangamiza wao. Wanapoteza hatima zao. Kwa maana pia anasema kwamba wale wote kuanzia miaka 20 hawataingia. Yaani wale wote ambao walizungumza mambo ya hovyo miaka 20, kuanzia miaka 20 hawatatoboa kwenda nchi ya ahadi. Kwa hiyo unaona, walioingia katika nchi ya ahadi ambao Mungu alikuwa amekusudia waingie, wale watu walikuwa ni watu hao wawili, ni Yoshua na Caleb peke yake. Hao wengine walioingia mle ni kizazi kilichozaliwa katika jangwa ambao hawakuaminika. Rafiki yangu, kwa makini sana katika kuzungumza unachoongea. Kwa makini katika kuongea unachotaka kuongea, kwa sababu la sivyo utaipoteza hatima yako na kujiangamiza mwenyewe. Sasa tumia kinywa chako katika kujenga, kupanga, tumia kinywa chako katika kujenga, kuponya, kuhuisha, kubariki, kufariji na si vinginevyo. Yaani tumia kinywa chako, mtu wa Mungu, katika kutengeneza, katika kujenga, katika kuponya, katika kuhuisha, na katika kubariki, na katika kufariji na si vinginevyo, kwa sababu itakukosti baadaye, itaugharimu baadaye. Unaweza jitengenezea hekima na heshima kupitia kinywa chako. Unaweza kujitengenezea hekima ya ajabu. Unaweza kujitengenezea heshima isiyokuwa kawaida kwa kutumia kinywa chako, kwa kupitia kinywa chako ambacho umekitumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona kwamba hekima ya mtumishi wa Mungu Sulemani iliwafanya watu wamfuate, watu wamjie, watu wanatoka ambao wanafuata hekima ya Sulemani. Unaweza kutengeneza heshima ya ajabu kwa kutumia kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mtu wa Mungu, nikusaidie kitu kimoja. Yamkini unaishi vizuri sana maisha yako vizuri, hauna shida, so msengenyaji watu wengine, hauna mambo mengi, mtu wa Mungu, umejawa na hofu ya Mungu. Asante kwa Bwana. Lakini kuna namna unaweza ukajiuliza, mbona maisha yangu yako hivi? Mbona napitia changamoto hizi? Ndugu yangu, kuna nyakati, kuna maneno ambayo tunazungumziwa, watu wanatuzungumzia, wanatujadili, wanatusema. Kuna wengine wanasema kwa ubaya, wanasema kwa wema. Sasa nataka kusaidia tu. Katika maisha haya kuna maneno mengine yananenwa kwa maisha yetu. Watu wengine wanatumia vinywa vyao kuharibu maisha yetu. Yaani kuna watu wanakaa mahali, wanajadili namna ya kuangamiza maisha yako, namna ya kukushusha, namna ya kukuharibu, namna ya kukupoteza, namna ya kukufuta usipate kuwepo. Lakini kwa sababu uko vizuri na Mungu, unabaki kwa salama. Lakini unaweza ukatumia njia nyingine ya maombi. Tuone katika kitabu cha Isaya 7:7. Alafu nikuache mtu wa Mungu uweze kuomba na usaidie. Kwenye kitabu cha Isaya 7:7, lakini na mstari wa kwanza pale, sawa, kwa anasema, hata ikawa katika siku za Ahazi mwana wa Yotham, mwana wa Uzia mfalme wa Yuda, Lesini mfalme wa Sham, na Peka mwana wa Lemaria mfalme wa Israeli. Unaelewa hapo? Asa hivi, wakapanda wakaenda Yerusalemu ili kupigana nao, lakini
kushinda. Naelewa hapo? Walipanda lakini hawakuweza kushinda. Lakini anasema hivi, kisha watu wa nyumba ya Daudi wakaambiwa kwamba Shamu wamefanya mapatano, yaani kwamba watu wamekubaliana ni tufanye, wamekaa wamezungumza. Anasema hivi, wamefanya mapatano na Efraim na moyo wake ukataharuki, na moyo wa watu wake kama miti ya mwituni itikiswavyo na upepo. Umeelewa? Basi Bwana akamwambia Isaya, haya toka umlaki Ahazi, uende Sheali Yashub mwana wako huko mwisho wa mfereji wa bilika la juu katika njia kuu ya uwanja wa Dobi. Ukamwambie angalia, ukatulie, usiogope wala usife moyo kwa sababu ya mikia hii miwili ya vijinga hivi vitokavyo moshi, kwa sababu ya hasira kali ya Resini na Shamu na wana wa Remalia, kwa kuwa Shamu amekusudia mabaya juu yako. Unasikia? Kuna watu wanakusudia mabaya juu yako. Kuna watu wamekaa wamejadili namna ya kukupoteza kwenye huduma yako. Kuna watu wamekaa wamekusudia namna ya kukupoteza kwenye elimu yako. Kuna watu wamekaa wamekusudia kukupoteza kwenye biashara yako. Kuna watu wamekaa wamejadili namna ya kukuangamiza, kuyafuta kabisa maisha yako yasiwepo. Kwa hivyo wamekusudia kufuta hata tabia yako ile, heshima yako unayo, wamekusudia kufuta kabisa. Sasa Mungu anasema kwamba anasema kwamba haya na tupande ni makusudio sasa ya hao watu wawili, hivi jinga viwili. Anasema haya tupande ili kupigana na Yuda na kuwasumbua. Nasikia? Yaani kuna watu wanaweza kupambana wewe, kusudioni kukusumbua tu, kukuhangaisha tu, kukuvuruga tu, kukuzofisha tu, yaani kukufanya ujisikie vibaya, ukate tamaa. Sasa ndivyo wapo watu kama watu wanamewa hapa. Kwa hiyo anasema kwamba na Mungu anasema haya na tupande ili kupigana na Yuda ili kuwasumbua, tukabomoe mahali tupate kuingia. Tukapabomoe mahali tupate kuingia na kumilikisha mfalme ndani yake, huyo mwana wa Tabeli. Yaani sehemu sio ya kwao, mali sio pa kwao, na hawastahili kuwepo hapo, lakini wao wamekusudia kuja kukuvuruga, kuja kukusumbua, kuja kupabomoa, kuja kupahali mahali ambapo umepajenga, umepatengeneza kwa muda mrefu. Wapo watu kama hao. Wewe umetumia gharama kutengeneza, wao wamekaa wamediscuss ama kuangusha ama kuvuruga. Kwa hiyo wenyewe wanakuja sasa ili ya kwamba waje kuharibu katika ufalme wako wewe, wamweke mtu mwingine. Mtu mwingine akae hapo. Mtu mwingine atulie hapo kwa manufaa yao wenyewe. Sasa ndio Mungu anasema katika mstari wa 7 kwenye point kabisa. Asa Bwana Mungu asema hivi, neno hili walolinena wao, kikao chao ambacho nena wao kukuhusu wewe. Wanasema hivi, Mungu anasema hivi, neno hili halitasimama wala halitakuwa kwenye maisha yako. Neno hilo halitasimama wala halitakuwa. Kwa hiyo nama nyingine ukitaka kutumia ile kupitia njia maombi, tunaambia Mungu kwamba yale ambayo wamenena wao, wao umesema kwamba haitakuwa. Kwa sababu kuna wazazi wetu walipotuzaa wakatupeleka kwenye madhabahu zao walizokuwa waziabudu. Yamkini hazikuwa madhabahu za Mungu halisi, hazikuwa madhabahu za Mungu wa kweli. Wakatusimika huko, wakatuweka huko, wakatafutia walinzi kutoka huko.
kwamba popote ambapo watoto wao watakapokuwa wanaenda hawataachwa na hii mizimu, hawataachwa na huyu, hawataachwa na hii madhabahu. Hii damu itafuatiliwa popote ambapo atakwenda. Ni maneno ameshazungumzwa. Wao wamezungumzwa kwamba hawa watoto katika maisha yao watasomaga tu, watafika elimu za juu sana sana, lakini kupata kazi kwao haitapatikana kazi kwao. Yaani kupata kazi kwao itakuwa ni kazi kupata kazi. Elimu ziko, PhD zipo, kisomi kipo ndani. Watu wamejawa kitabu, lakini kazi inakuwa ni jobless kwao. Hawapati kazi. Wanahangaika huku na kule. CV zinaenda zinakataliwa. Watu wanagomewa. Usisahau, kuna maneno yalishazungumzika kwamba watu hawa watasoma lakini kazi hawatapata. Watakuwa na elimu tu isiyokuwa na manufaa kwao. Kuna watu wamezungumziwa pia kwamba mwisho wao kuishi ni muda fulani. Miaka 20, miaka 30, miaka 40. Hawatatoboaga hapo. Wamezungumzwa kwamba watakuwa na ugonjwa fulani tu. Yaani katika familia yao ukianza kukagua unakuta kuanzia yeye, mamake au baba yake na babu yake na babu yake na babu yake, kinywa watafunaga ugonjwa huu ni mmoja. Washawekewa kwenye magano kwamba ugonjwa wa hii familia utakuwa kuona wabeba na kuwachukua na kuwaradha mazima ni ugonjwa fulani. Kwa sasa haya maneno walizungumza watu sirini. Kuna mambo yanazungumzwa sirini, yaani mahali ambapo wewe huje kusikia, haukuepo na hautambui kama kuna neno lizungumzikaga, lakini kuna maneno yashazungumzikaga. Watu washaongeaga, watu washasemaga, watu washaongeaga vitu wakavizindika, wakaviweka mahali vinafuatilia maisha ya watu. Nikwambia maneno yanakuwa kama ni GPS, inafuatilia, inaenda mahali ambapo unataka uende. Kwa hiyo yatakufuata popote ambapo utakapokuepo, yatakuja, yatadai haki yake, yatadai kile ambacho yanataka yenyewe. Kwa hiyo mwisho wa siku unajikuta unazama katika hiyo jambo, unapotelea huko. Kwa hiyo cha msingi ni kumuomba Mungu sana kuyapinga maneno yao, na inawezekana. Kwa sababu katika Mwanzo 3:37 anasema neno gani naweza kutimia ikiwa Bwana hakuliagiza. Katika Nehemia sura ya 13 mstari pia anasema hawakutupokea kwa maji wala kwa chakula, walimwita Balaam ili apate kutulaani, lakini Mungu aligeuza laana kuwa baraka. Kwa kuna uwezekano wa kuvigeuza vile ambavyo walivinena katika ulimwengu wa roho, walivinena katika miungu, walivinena katika mazindiko, walivinena katika sema ambazo walikuwepo wao. Mungu ana uwezo wa kuvigeuza na kuifanya kuwa baraka kwenye maisha yako. Kwa hiyo usiogope. Unangamwambia sisi kwetu hamnaga mtu aliyowaga wala kuolewaga. Na ukifuatia ndivyo ilivyo. Unangamwambia sisi tukioa baada ya muda fulani tunaacha au tunachika. Ndivyo ilivyo. Ni maneno yanafuatilia, yanakufuata, yanakutafuta ili kutimiza kusudi. Si kama neno hapa, makusudi ya neno lazima huwa yatimie. Makusudi ya neno lazima huwa yanatimia. Halije kuonga neno la Mungu bure. Na kama Mungu anaweka hata pia wanao huko akizungumza huwa anafuata. Kwa sababu wananena maneno na makafara wanatoa. Wanatoa na makafara, wanatoa na vitu, wanatoa damu zinanena, zinafuatilia damu. Mtu anatoa ng'ombe 20, waanze kufuatilia. Itakufuatilia damu, itatimiliza kile ambacho unapaswa kutimiliza. Kwa hiyo unapaswa kujua hata namna ya kuyatengua maneno yao kwa njia ya maombi, sio kwa njia nyingine. Ukienda kwa mganga unajipoteza, unajaribia kabisa. Maneno neno gizani yanavunjwa kwa njia kwenye nuru tu, kwa kutumia maombi, sio kitu kingine. Utakapomwomba Mungu, utakapoamua kufunga na kuomba, kuyatengua yale maneno, inawezekana. Sio kama unaelewa? Inawezekana. Usikae kinyonge, usikae umetulia tu. Kuna wengine ambiwa wao kishikaga mimba zinapoteaga tu, zinalibikaga. Ni maneno. Na kumbuka kuna shuhuda mmoja, mtumishi wa Mungu alisema kwamba
walikuwa waomba Mungu kwamba aoneshe siri zilizofichika kwenye maisha yao. Kuna siri gani? Walikuwa wanatumia kitabu cha Yeremia 33:3. Waomba Mungu tuoneshe mambo ya sirini, jinsi mambo yalivyo. Akanitoa ushuhuda, anasema kwamba kuna mama mmoja alikuwa amefungwa kwa habari ya uzaa. Hajapataga mtoto, hajakuzaga, hajakushika mimba. Usika wala paka. Anaambiwa, anasema kwamba katika kuomba kwao, katika kumtafuta Mungu kwao, katika kufunga kwao, katika kupambana kumlilia Mungu, yule mwanamke akaoneshwa ndoto. Akaoneshwa. So nataka kuoneshwa mambo makubwa na magumu asiyojua. Akaoneshwa kitu ambacho hakuwa anakijua, kwamba kulikuwa kuna sehemu wamefunga, kuna jina limeandikwa. Anasema pia ameandikwa kwamba hakutakuwa na kilio katika nyumba yako. Hapata sikika kilio cha mtoto katika nyumba yako. Au ni maneno yameandikwa kwenye karatasi, yamefungwa mahali, afu yakawekwa katika ukuta. Yamesindikwa, yamewekwa hapo kwamba hapata kuwepo na mtoto atakelia katika nyumba yako. Hata sikia kilio cha mtoto yote kwa nyumba yako. Na ndivyo ilikuwa imesha hivyo. Alipokuja kuoneshwa, alisema hivi, alienda akachukua nyundo mwenyewe akaishusha ile nyumba pale ambapo palikuwepo kwenye ile karatasi. Alipooneshwa, akaenda akavunja ile nyumba. Mwisho wa siku, baada ya miezi 6, mambo yakatiki, mambo yakajibu. Mwisho wa siku ana watoto sasa. Unaelewa? Kuna watu waliandika maneno kwamba hata toboa kwenye maisha yake. Ndivyo takapokuwa rafiki yangu, usipomomba Mungu, usipomtafuta Mungu, Mungu akaonyesha mambo ya asilini, hawezi kujua nini kinachofunga maisha yako, nini kimeharibu maisha yako. Hautaelewa. Wengine wanakunywa pombe, sio kwamba wanakunywa pombe tu, hapana. Mimi na ushuhuda tu kwenye familia yangu mwenyewe. Naambiwaga kila siku ati mwingine nikianza kuongea naye, naambiwa kabisa, anaambia kwamba alikuwa kuna mtu alikuwa ni pombe. Alikuwa anapinga pombe balaa, anaichukia pombe, anaambia ndugu zake usinywe pombe, pombe haina nini, anawaambia, anawakanya balaa. Naambia kuna siku moja bwana huko kijijini sasa, anaenda kupiga mtama. Ile mnaalikwa familia hapa, mnaenda mnapiga mtama, mnafanya, mnavuna, akuja mnapiga. Baada kupiga mnatoa magunia na nini, mnaweka store. Sasa kijijini cha banu yao kuna kuandaliwa na pombe na nini. Kwa hiyo kuna wengine wanakuja hapa kunywa pombe, wengine wanakunywa chakula nini. Sasa baba mkubwa naye siku alienda kupiga nini? Kupiga hiyo kazi. Alipoenda kupiga, watu wambaya, jaribu hata kidogo, onja tu kidogo. Onja kidogo, jaribu tu kidogo. Mtu wa Mungu. Sio kwamba anacheka ni mazuri, hapana. Ni hatari usipojua. Akajaribu. Tangu siku amejaribu mpaka wa leo ni mtumiaji wa pombe mwingi. Anaupiga mwingi baa. So mafanya. Lakini ndo nakwambia sasa kwamba kiliwekwa kitu kwenye chakula, kiliwekwa kitu kwenye kinywaji, yakanenwa maneno kwa kutumia kinywa, yakaharibu hatima yake yote. Mpaka leo ni mtu anakunywa pombe. Rafiki yangu, mtu wa Mungu, jitahidi, angalia nini unazungumziwa. Nini unazungumza, lakini pia wewe kufuta maneno mengine ambayo umezungumziwa wewe. Kuna watu wanazungumza kwa habari ya maisha yako, kuna watu wanazungumza kwa habari ya hatima yako, wanazungumza mambo yako wewe. Kwa hiyo usipokuwa makini kujiwekea ulinzi katika njia ya maombi, unajikuta unapotea, wakupoteza na unapotea mazima, na hata ubungu wako haitakuwepo. Jitahidi. Mungu wa mbinguni akubariki sana mtu wa Mungu kwa kutega sikio lako kwa paditu hii ambayo umesikia siku ya leo. Mimi nachokuombea kwamba Mungu akakusaidia katika maeneo yako yote. Cha kwanza kusaidia katika ongea katika namna ambayo inafaa, ila kwamba usijiwekee mtego wa nafsi yako. Lakini cha pili, nakuombea yale maneno ambayo walikunenea katika siri yasifanye kazi kwenye maisha yako. Chochote ambacho kilitamkwa silini, ambacho Mungu hakukisema, Mungu hakukiagiza na kutamkia kwa jina la Yesu, kisifanikiwe, kisikutokee, kisiwe kwa jina la Yesu, kisifanikiwe maisha yako, kikashindwe kwa jina la Yesu.
maisha yakabadilika kuanzia sasa. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo juu yako na akufanikishe kwenye kila eneo ambalo utakaoliendea. Tamka neno kwenye maisha yako na maneno yatakuwa kwenye maisha yako. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tutaendelea na masomo mengine zaidi kadri ya Mungu ambao atatusaidia. Kadri tunapopata kibali mbele za Mungu, tutaendelea maneno mengine. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Usisahau kusubscribe na kucomment na kushare ili kwamba tuanze kuruka live. Tuanze kuruka live. Kwa Mungu akusaidie sana. Unaona ujumbe huu, endelea kusubscribe pale, endelea kugonga kengele, endelea kugonga alama nyekundu, endelea kufanya hivyo kwa ajili ya watu wengine pia. Unaweza ukafanya wewe, sio kwa ajili yako tu, kwa ajili ya watu wengine, na ikawa baraka sana kwa watu ambao tutawaendea. Mungu wa mbinguni asikusahau, Mungu wa mbinguni asikupungie, akakubariki katika mambo yako yote. Ulalapo na uamkapo uone wema wa Bwana katika maisha yako kwa jina la Yesu. Amen.